Na mtazamaji, baadhi ya wanaharakati kutoka jijini Nakuru wameitaka serikali ya kitaifa kuifanya siku ya Sabasaba iwe rasmi ili iadhimishwe kama mojawapo ya siku kuu za kitaifa, kama njia moja ya kuwakumbusha vizazi vijavyo safari ya ukombozi wa kidemokrasia humu nchini. Aidha, mwaka huu mtazamaji, ni kwamba siku hii ya Sabasaba iliadhimishwa kwa njia ya utulivu, huku waandamanaji wakikosa kujitokeza kabisa katika maeneo mengine, huku Mombasa wakishindwa ama wakishuhudiwa maandamano ya amani. Huyu hapa ni mwanahabari wetu Steve Keter na mseto wa taarifa hizo. Licha ya polisi kuweka doria katika maeneo mbalimbali viungani na katikati mwa jiji la Nakuru, ni waandamanaji wawili pekee waliofika jijini kuadhimisha siku ya Sabasaba. Stephen Kiara na Mwangi Muraya waliitaja siku hii kama ya muhimu mno. Ni siku kuu, ni siku kama ile ya Christmas ambayo tunakuanga tukisherekea kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hivyo leo pia ni siku ya kuzaliwa kwa demokrasia, siku ya kuzaliwa na siku kupata kitabu hichi cha Constitution ambayo imetupea mamlaka. Kitu ambacho kinasikitisha ni kwamba, na nilikuwa kijana mdogo wakati huo, yale mambo ambayo yalikuwa yanafanyika 1992 ndiyo yanafanyika hii leo. Kule pwani, wanaharakati kadhaa walijitokeza kufanya maandamano ya amani katika mitaa ya jiji la Mombasa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Kila siku wakiamka wanaua multipartism. Tumeweza kuona vyama vingi zimenaswa na Kenya Kwanza ama UDA. Kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Baba zetu walipigana wakakomboa nchi, na zi generation tunaenda kupigana na tutakomboa zaidi na zaidi. Katika kaunti ya Murang'a, nyumbani alikozaliwa Kenneth Matiba, aliyekuwa mmoja wa waanzilishi wa vuguvugu la Sabasaba, wanasiasa mbalimbali walijitokeza kuadhimisha siku hiyo. Democracy can only thrive when Kenya elect leaders from diverse political background. Democracy is strengthened when no single political force monopolizes powers. Jiji la Eldoret halikushuhudia maandamano yoyote, huku polisi wakionekana kupiga doria. Lakini sisi hatujaona mtu yote akifanya maandamano, na ningependa tuendelee katika hiyo hali ili tukuze uchumi wa nchi hii. Steve Keter, NTV Jioni.